Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa kufanya misako pamoja na doria maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mbeya katika hali ya kuhakikisha kwamba amani na utulivu unakuwepo. Mnamo tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2026 kati ya saa 6 za usiku hadi saa 9:30 za usiku katika kata za Nkunga, Lupepo, Kawetere na Ikuti zilizoko katika wilaya ya Rungwe katika mkoa wa Mbeya, mvua kubwa iliyoambatana na upepo ilinyesha na kusababisha vifo vya watu 18. Kati ya watu hao wazima walikuwa ni watu 4 na watoto walikuwa ni 14, wa kike wakiwa ni 8 na wa kiume wakiwa ni 6. Mvua hiyo iliambatana na upepo mkali iliyosababisha nyumba zaidi ya 9 zilizojengwa kwa tofali mbichi na kuezekwa kwa bati ziliweza kusombwa na maji na maporomoko ya maji pamoja na udongo uliokuwa ukipita maeneo hayo na kusababisha vifo hivyo ambavyo nimevitaja. Kwa hiyo waliofariki katika maafa hayo ni Chapakazi Mwasota miaka 60, Loida Mwangimwa miaka 55, Gladness Chapakazi miaka 18, Neema Mwasiema miaka 31, Anet Morohani miaka 35, Obedi Shibuka miaka 20 na Itika Manyanya miaka 26. Watoto waliofariki katika maafa hayo ni Viviani Ahonga mwenye umri wa mwaka 1, Briani Mwachiombo mwenye umri wa miaka 3, Dairani Kasambara mwenye umri wa miaka 6 aliyekuwa mwanafunzi wa chekechea katika shule ya msingi ya Lupepo, Innocent Kasambara miaka 4, Vivian Andrea miaka 13 aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi ya Lupepo, Princess Ibrahim miaka 5 aliyekuwa mwanafunzi wa chekechea katika shule ya msingi Lupepo, Nathanasi Christopher miaka 2, Jonathan Hamisi miezi 10, Irene Anganisi miaka 16 aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya Lupepo, Wema Hamisi miaka 5 aliyekuwa mwanafunzi wa chekechea katika shule ya msingi Kikuyu, na Kennedy Mahenge miaka 14, huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha 2 katika sekondari ya Ikuti. Aidha, katika maafa hayo watu 5 wamejeruhiwa, kati yao watoto 3 wa kike na watu wazima 2, mmoja wa kiume na mmoja wa mwanamke. Kwa hiyo majeruhi walipelekwa katika hospitali ya wilaya hiyo inaitwa Makandana iliyoko katika mji wa Tukuyu, na wengine walipelekwa katika zahanati ya chuo cha magereza Kiwira. Hao wote wanaendelea kupata matibabu na wanaendelea kuimarika kulingana na matibabu wanayopata. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji wanaendelea na kazi ya uokoaji katika maeneo hayo. Aidha, timu ya madaktari wapo katika maeneo hayo kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kitabibu wa miili ya marehemu na pia kutoa huduma za awali kwa wahanga. Vile vile kamati ya maafa ya wilaya pia inaendelea na tathmini ya matukio haya na kutoa misaada kwa wahanga wengine ambao ni wakazi wa maeneo hayo. Wakati huo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mtu mmoja anaitwa Gilbert Edwin Mwamburesi mwenye umri wa miaka 25. Huyu ni mkazi wa Ibililo wilayani Rungwe mkoa wa Mbeya. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya baba yake mzazi ambaye anaitwa Edwin Mwamburesi mwenye umri wa miaka 65, aliyekuwa mkazi wa kijiji cha Ibililo na alimpiga kwa sehemu mbalimbali za mwili wake. Tukio hili limetokea Machi 21 mwaka 2026 majira ya saa 3:20 za usiku huko katika kitongoji cha Nsanga, kijiji cha Ibililo, kata ya Nkunga iliyoko katika tarafa ya Ukukwe, wilaya ya Rungwe katika mkoa huu wa Mbeya. Kwa hiyo baada ya mtuhumiwa Gilbert Mwamburesi kumshambulia kwa kumpiga ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili baba yake mzazi aitwaye Edwin Mwamburesi, kwa kweli aliweza kumsababishia kifo mzazi huyu. Kwa uchunguzi wa awali uliofanyika umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mzozo uliokuwepo baina yao
ambapo mtuhumiwa kwanza anaishi na wazazi wake. Hivyo baada ya kuwa ametoka kwenda matembezini na baadaye kurudi, alipofika aligonga mlango wa nyumba ya baba yake anakoishi, huku akipiga kelele, na kutokana na vitendo hivyo baba yake mzazi aliamka kwa ajili ya kwenda kumuonya kutokana na kitendo hicho anachokifanya. Katika hali hiyo ndipo alipomfuata katika hali ya kutaka kumuonya, basi huyu mtuhumiwa alianza kumshambulia kwa kumpiga mateke na ngumi hadi kufariki dunia. Vile vile uchunguzi umebaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa pia ni mrahibu, kwa hiyo alikuwa anatumia pia madawa ya kulevya. Kwa hiyo inawezekana katika hali hiyo aliyokuwa nayo wakati huo alikuwa amekwisha tumia madawa ya kulevya, bangi. Kwa hiyo taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mtuhumiwa huyu sasa afikishwe mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa mambo mawili. Kwanza, kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa wetu wa Mbeya, naomba wananchi waweze kuchukua tahadhari ili waweze kuhakikisha kwamba maeneo waliko wakiona hali ya mvua imeongezeka pamoja na maji, basi waweze kuchukua tahadhari kutoka maeneo hayo. Lakini pia viongozi wa maeneo hayo, watendaji wa kata, viongozi wa vijiji, wahakikishe kwamba wanatoa taarifa mara moja pili maafa haya yanapotokea, ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa kwa ajili ya kuokoa wananchi. Lakini pia wito mwingine ni kwa vijana wote ambao wanatumia madawa ya kulevya, waache, kwa sababu baadhi yao naona kabisa kwamba wamejiingiza katika hali hii ya uvutaji wa madawa ya kulevya, na matokeo yake sasa katika kutumia matumizi ya dawa za kulevya yanapelekea kufanya uhalifu, na ikiwemo kusababisha vifo kama hivi vya wazazi wao.